Tuje katika eneo lingine. Kwa sasa dunia inaelekea kidigitali zaidi, kama utaona hata vyombo vya habari mainstream radio kidogo zinakumbwa na hiyo changamoto. Je, ni kwa namna gani mmejiandaa kama bodi kukabili hiyo hali ya digital kuwa kwa kasi kubwa namna hiyo, huku maeneo kama masoko vile vile mainstream ya kiumba, waandishi habari wakikosa labda maslahi ndani ya muda kutokana na kuingia kwa digital sana, na kila mtu sasa amegeuka kuwa mwandishi wa habari, amekimbilia huko digitali? Ni kweli ulichosema kwamba sasa hivi mambo ni mtandaoni na vyombo vya habari vingi sasa mtandaoni vimeibuka, na hiyo hatuwezi kuizuia kwa sababu ya teknolojia. Unajua teknolojia inavyokuwa na mambo yanabadilika. Kwa hiyo teknolojia inaruhusu kuwa na vyombo vya habari vingi vya mtandaoni, na matangazo na mambo mengine, hata habari sasa hivi mpaka ikafike saa 2 usiku kama tulivyozoea zamani, mtu anakuwa ameshapata habari mapema sana. Swala linatokea on the spot, watu wanachukua wanalisambaza, linakuwa linawafikia wananchi kwa wakati huo huo. Lakini changamoto hii sasa haiwezi kuzuia utendaji kazi wa vyombo vya habari ambao tunaviita nini, mainstream media. Mainstream media zinabaki na umuhimu wake vile vile bila changamoto hizo kuathiri, kwa sababu tusipokuwa wabunifu sisi mainstream media, tusipokuwa wabunifu wa kufanya mambo kiubunifu, then tutashangaa kila siku vyombo vya habari vya mainstream media vinakufa. Lakini tukiwa wabunifu tunaweza tukaviendeleza vyombo vya habari vizuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna vyombo vya habari vya mainstream media, na nyinyi nafikiri mpo online pia, si ndio? Mpo online pia na mna followers wengi tu. Kwa hiyo ndio ubunifu ambao tunauzungumza hapa, kwamba chombo cha habari mainstream lazima kiwe pia na digital. Kwa hiyo ukishakuwa na digital, maana yake tayari ndio ubunifu ambao unaendelea. Kwa hiyo mtu akiwa mainstream anakuwa digital pia. Kwa hiyo kitu kikitokea kidigitali, then nawe tayari unakuwa upo tayari kukichukua, kwa sababu tayari uko kwenye pande zote mbili. Na nyinyi mna faida zaidi, kwa sababu pia najua au inaonekana kwamba mainstream media zinaaminika zaidi kuliko kwa sababu kwenye social media kuna mambo mengi, kwenye hizi TV za mtandaoni kuna mambo mengi, kuna ufeki mwingi sana kwenye TV, kwenye vyombo vya habari vya mtandaoni. Kwa hiyo watu wanaweza kawa na imani kubwa sana na mainstream media kuliko vyombo vya habari vya mtandaoni, kwa sababu ya nature ya jinsi ilivyo. Kwa sababu chombo cha habari cha mtandaoni mtu anakaa tu pale, anarushia kitu, anatunga kitu, anarushia, au unaweza kuona title pale imeandikwa bwana pengine Kipangula kafa. Umeona? Lakini kumbe Kipangula mzima yuko ofisini anafanya kazi, kitu ambacho pia ni changamoto ya kimaadili pia. Lakini pia kama nilivyosema kwamba kuna urahisi wa watu kuchukua habari na hivi, lakini sasa hiyo sisi tunasema ni hao tunasema ni watu wa taarifa, sio waandishi wa habari. Kuna ile kitu inaitwa citizen journalism. Sasa citizen journalism huwezi kuizuia, lakini pia sisi kama Jabu sasa tunadili na wanataaluma ambao wamesomea, sio wale ambao tunasema ni watu wa taarifa. Sasa wanataaluma lazima sasa wanakuwa wanazingatia vile vigezo ambavyo vipo kitaaluma, na ili iwe habari lazima ichakatwe, si ndio? Lazima ichakatwe, ipite kwenye process zile za uchakataji mpaka inakuwa habari, tofauti na zile ambazo zinachukuliwa tu na picha na simu na nini, then mtu anasema inakuwa habari. Kwa hiyo ili habari iwe habari lazima ipitie kwenye professional stages na ichakatwe ili iwe habari. Swali lingine, kaimu mkurugenzi wetu, hivi mkisikia mwandishi wa habari amekamatwa, kama kwa mfano ilitokea Arusha, vijana wawili wale kina Kusaga na nani walishikwa, huwa nyinyi mnachukua hatua gani baada ya kusikia mwandishi wa habari amekamatwa, labda akitekeleza majukumu yake? Kitu cha kwanza lazima tujiridhishe kwamba huyu ni mwandishi wa habari. Hicho ni kitu cha kwanza kabisa. Na tukishajiridhisha, then ndio tunakwenda kwenye hatua inayofuata. Na ndio maana hata kuna ile tukio lilitokea Arusha, kuna waandishi sio waandishi nasema, kuna watu fulani walikuwa wanafanya kazi za kihabari ambao sasa watu walikuwa wanasema wao ni waandishi, mpaka taasisi zikatoa matamko kwamba kuna waandishi wamekamatwa, lakini sisi tukasema wale sio waandishi wa habari kwa mujibu wa sheria. Kwa sababu kwa mujibu wa sheria ili uwe mwandishi wa habari ni lazima kwanza uwe una vigezo, lakini pili umepewa ithibati
na bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Kwa kama hujapewa ithibati na bodi ya ithibati ya waandishi wa habari na hujatimiza vile vigezo, basi wewe sio mwandishi kwa mujibu wa tafsiri ya kisheria. Kwa kitu cha kwanza lazima tujiridhishe. Tukishajiridhisha tunaenda kwenye hatua inayofuata sasa, kuulizia na kufanya utafiti kujua huyu mtu amekamatwa kwa sababu gani. Kama amekamatwa akiwa kazini, then tunazungumza na mamlaka ambazo zimemkamata, tuone athari au kama kuna issue yote ambayo ameifanya ambayo pengine tunaweza kumsaidia. Na kama amekamatwa kwa makosa ya jinai, sasa sisi hapo tunaacha mamlaka ziendelee na kazi. Lakini kama kuna kitu tu ambacho ni cha kikazi, ambacho ni cha kawaida, ambacho sio cha kijinai, watu tunashauriana na watu wengi tu, watu tunawasaidia, wanaachiwa. Unadhani wakati huu tunao waandishi wa habari ambao wanaweza wakafanya habari za uchunguzi bila uoga, bila tishio la maisha, kama ambavyo tumeshashuhudia huko nyuma? Watu kama kina Jerry Muro walifanya habari za uchunguzi za rushwa barabarani na kadhalika. Je, tuna waandishi majasiri wa kufanya habari za uchunguzi zinazoweza kuibua jambo labda la kuisaidia serikali, labda la kuiweka serikali sawa, eneo hili fulani lifanyiwe kazi? Waandishi wa habari wapo, labda changamoto kubwa ambayo inawakumba ni uthubutu. Uthubutu. Lakini waandishi wa habari wanaoweza kufanya kazi hizo wapo, na tuna waandishi wa habari wakongwe kabisa ambao kweli wameshazifanya kazi hizo kwa muda mrefu na ni wazoefu. Kinachosumbua au changamoto lepo ni uthubutu, kwamba pengine wanaogopa kuthubutu. Lakini mimi nadhani kuthubutu pia ni hatua ambayo mwandishi wa habari anatakiwa, ni hatua na ujasiri. Kwa hiyo labda tu nitoe wito kwa waandishi wa habari kwamba hakuna mtu anayezuiwa kufanya kazi za kiuchunguzi au kufanya habari za kiuchunguzi. Hakuna mtu anazuiwa, kwa sababu pia hata sheria ya huduma za habari ukisoma kifungu cha 52 kinaeleza kabisa kwamba mtu yoyote anaweza akaikosoa serikali. Na kuna watu wanaogopa kwamba kukosoa serikali sio ndio kosa. Ni hapana, sheria kabisa ya huduma za habari kama umeisoma vizuri, kifungu cha 52 kinaeleza kabisa kwamba unaruhusiwa kuikosoa serikali. Lakini unavyoikosoa serikali, eleza na alternative, kwamba unakosoa kwamba pengine serikali imefanya hiki ambacho sio sawa, wewe unapendekeza nini kifanyike ili iwe sawa. Lakini pia watu wao wanachanganya kukosoa na kutukana. Ni vitu viwili tofauti. Ukitukana hiyo ni swala jingine, lakini ukikosoa tunasema constructive criticism. Unakosoa lakini unaeleza pia alternative, kwamba hiki hakijawa sawa, lakini usawa wake unatakiwa iwe namna hii. Hiyo inaruhusiwa kabisa. Kama mkurugenzi, siku za karibuni tulikumbwa na changamoto ambapo walaji wetu ambao ni wananchi walisema kuna waandishi wa habari ni machawa, wanasifia serikali, wanakaa upande sana wa serikali, wanakaa upande wa vyama vya siasa, na saa nyingine ikitokea masuala kutaka kugombea udiwani, ubunge, tunawaona wanachukua jezi za chama, wanaingia wanafanya. Hili nyinyi bodi mnalitazamaje, la waandishi machawa? Kwa sababu ndio hivyo walaji wanavyosema. Hata interview zingine zikawa zinarushwa, baadhi ya watu wakiojiwa wanaambia kabisa mwandishi, wewe ni chawa. Siwezi kuzungumzia sana habari za uchawa. Labda mimi naweza nikazungumzia habari ya sheria na kanuni, kwamba katika kipindi cha uchaguzi, na umezungumza sana kipindi cha uchaguzi, katika kipindi cha uchaguzi kuna kanuni ambazo zilikuwa zinatuongoza, na kanuni hizo zinasema mtu akitaka kugombea nafasi yote ya siasa anatakiwa aache kazi za kihabari mpaka mchakato wa uchaguzi utakapokwisha. Na hili tumelisema na tulilizungumza na tukalitangaza, na watu ambao kweli walikuwa wanagombea wakaonekana kwenye vyombo vya habari tukawaondoa, wakapumzika mpaka mchakato wa uchaguzi
ulivyokwisha. Kwa hiyo habari za uchawa na mambo mengine hayo sasa ni issue ya mtu binafsi mwenyewe sasa, kwamba yeye anapenda nini kwenye moyo wake. Kama ni mwanachama wa chama fulani, basi anatakiwa kipindi cha uchaguzi, na kama amegombea anatakiwa kipindi cha uchaguzi, basi aache hiyo kazi ya uandishi wa habari mpaka pale ambapo kipindi cha uchaguzi kitakuwa kimekwisha. Kwa hiyo hilo ndio tulikuwa tunalizungumza na tulikuwa tunalisimamia kipindi chote cha uchaguzi, na kuna watu waliona mkono wetu kipindi hicho cha uchaguzi watu ambao walikuwa wanatangaza lakini pia walikuwa wamegombea. Yes, kwa hiyo kuna watu ambao tuliwasitishia kabisa kazi za habari kipindi hicho cha uchaguzi, kwamba bwana, hebu acha mpaka mchakato wa uchaguzi utakapoisha. Na ni kweli waliacha, na mchakato wa uchaguzi ulivyoisha wamerudi wanaendelea na kazi zao kama kawaida. Vile bahati nzuri ni nguli kwenye habari. Mwandishi wa habari akitoka kwenye chombo cha habari akatia agizo la mamlaka kwamba acha habari, nenda kagombea kupitia chama cha siasa unachokitaka. Labda akakosa kule kwenye chama cha siasa, akakosa uteuzi, akakosa nini, anarudi kuwa mwandishi wa habari. Na mwandishi anatakiwa awe neutral siku zote, akae katikati ya wananchi, serikali, wananchi na vyama, asiwe na upande wote. Mtamweka katika eneo gani? Ndio aliyotii mwanzo, lakini sasa anarudi tena. Mtamhesabu vipi? Labda nianze tu kusema kwamba kuna dhana mbalimbali kwenye sheria pia mbalimbali za nchi mbalimbali. Kuna baadhi ya nchi kwamba mtu akishaonyesha kwamba yeye ni mwanachama wa chama fulani, kama ni mwandishi wa habari, akishaenda kugombea, basi hatakiwi tena kurudi kwenye kazi za habari. Lakini kuna baadhi ya nchi na sheria zao zinaruhusu kwamba mtu akishamaliza mchakato wa uchaguzi, basi akirudi anaendelea na kazi za kihabari. Na sisi sasa sheria zetu sasa zinaelekeza kwamba mtu akimaliza mchakato wa uchaguzi, basi anarudi kwenye kazi zake kama kawaida. Kikubwa tutakachoangalia ni kwamba lazima huyu mtu afanye kazi kwa kuzingatia tu maadili na weledi wa kazi yake. Hicho ndio cha msingi. Hata kama unaonyesha, hata kama wewe ulishajulikana una mapenzi ya chama fulani, lakini unapofanya kazi zako, basi fanya kazi kwa kuzingatia yale maadili, kwa sababu naamini kabisa hakuna mtu ambaye sio mpenzi wa chama. Hakuna mtu ambaye sio mpenzi. Kila mtu ana mapenzi yake, hata kama hajionyeshi, ana mapenzi yake. Kwa hiyo ni ngumu sana kusoma moyo wa mtu na kujua ana mapenzi ya wapi, lakini ni muhimu kuzingatia maadili wakati wote anapofanya kazi. Kwa hiyo sisi huyo mtu tunamchukulia kwa kuhakikisha kwamba anafanya kazi kwa kuzingatia maadili yote ya uandishi wa habari, lakini pia akikosea pia tutachukua hatua ya kumsaidia ili aweze kurudi kwenye hali ya kufanya kazi kimaadili. Siku za nyuma vyombo vya habari vilikuwa vikiwaalika viongozi wakubwa wa vyama vya upinzani, baadaye zinakuja kusikika ile interview haifanyiki tena. Imeshamtokea Lissu kwa mujibu wake, alikuwa chombo kimoja, akaona baadaye tangazo umetoka, interview imeahirishwa. Licha ya kwamba mmetoa hizi ithibati, mmewathibitisha hao ni waandishi wenye weledi wa kuuliza maswali na kukaa katika eneo neutral, mnadhani hiyo ni changamoto inayokumba tasnia ya habari kwa sasa hivi, ya hata vyombo vya habari kuogopa kuwaita watu fulani kwenye vyumba vya habari, kuwafanyia mahojiano, labda kuwa chini ya pressure ya serikali, na saa nyingine kuogopa nyie wenye mamlaka kutunyang'anya hizi leseni kwamba umemuhoji? Na kutafsiri uchochezi unaweza kutafsiriwa kivyovyote. Unaweza kumhoji mtu, sheria na kanuni zinakulinda, anachoongea mtu ni maoni yake na sio msimamo wa kituo. Labda niseme tu kwamba unajua kupanga program zile za vipindi, of course sisi bodi hatusimamii. Sisi hatusimamii. Kwa hiyo vipindi au programs zinapangwa na muhusika wa kipindi, na huyo aliyealikwa hapo kwenye hicho kipindi na watu wengine, lakini sisi hatuhusiki na programs za vipindi ambavyo vinapangwa. Sisi tunahusika na taaluma ya individual, yani mtu mwenyewe na mwandishi wa habari mwenyewe, kwamba sasa huyu
anatakiwa afanye kazi zake kwa kuzingatia maadili na weledi wa taaluma ya habari. Kwa mambo ya program sisi kwa kweli sisi hatuhusiki nayo. Kwa hiyo kama kuna changamoto kwenye program au kuna changamoto kwenye upangaji wa vipindi, sisi tunakuwa hatuhusiki. Ila sasa wakati akiendelea na kazi akawa anafanya kazi pengine hajapewa ithibati. Sasa hapo sisi tutamuuliza, bwana, mbona unafanya kazi hujapewa ithibati? Pewa ithibati kwanza ndio ufanye kazi. Lakini program hizo ni za kwake, wala sisi hazituhusu. Ya, sisi hazituhusu kabisa. Kama mkurugenzi, kumekuwa kuna namna vyombo vya habari tena vikubwa tu vinavyoaminika siku za hivi karibuni vikiomba radhi katika kurasa za mbele, katika TV mbele, juu ya mambo fulani ambayo wanalazimika kuomba radhi. Je, mnatafsirije? Mnatafsiri ni ukomavu wa vyombo vya habari, ama vyombo vya habari vyenyewe vinayumba kimaadili sana, vinaomba sana radhi? Na nadhani umeona siku za hivi karibuni chombo kikiomba radhi, na baadhi ya watu vile vile, baadhi ya masosi wakilalamika. Sikusema hivi, nyinyi mmeandika hivi, mmenukuu vibaya. Masosi wengine siku hizi tukiwahoji wanajirekodi kwanza, interview kitoka wanatoa interview yao waliorekodi. Unazungumziaje katika hiyo tasnia? Unajua, kuomba radhi kuna tegemea, kwa sababu kuomba radhi kwanza ni ukomavu. Unajua, mtu akiomba radhi ni muungwana na anakuwa amekomaa, na kama ni kweli alifanya makosa, basi kweli mtu anatakiwa kupongezwa, kwa sababu ukiomba radhi, nadhani hata yule unamuomba radhi kama naye ni muungwana, basi anakuwa yameisha. Ya, na kama kweli ulifanya makosa. Na kurudia kuomba radhi, kwamba vyombo vya habari vinafanya sana makosa mara nyingi. Mimi nafikiri vyombo vya habari vinataka kujitathmini sasa, kuona kwa nini kila wakati tunatakiwa kuomba radhi. Je, hawa waandishi wetu wameiva? Maana usije kwa una waandishi ambao hawajaiva kwa hiyo wao wanafanya makosa kila wakati, kitu ambacho kitakiletea chombo cha habari changamoto kubwa. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba ni kujitathmini, kwamba tuone chombo cha habari kijitathmini, kuona kwa nini wanaomba sana radhi. Je, changamoto ni nini? Ni watumishi tulionao ambao wanafanya makosa kila wakati, au changamoto hao ambao tunawahoji na kuona kwamba au hao ambao wanatuambia sisi tuna makosa? Kwa hiyo ni muhimu sana kujitathmini kwa hilo. Lakini mimi naamini kabisa mtu anayeomba radhi ni muungwana, ambaye anakuwa amejua kwamba kweli amefanya makosa na anaomba radhi, na nia ya kuomba radhi ni kwamba ili kila kitu kiwe sawa, ili maisha yaendelee kama kawaida. Tuzungumzie wanafunzi wachanga wanaotoka vyuo mbalimbali. Wanakumbana na mfumo mpya ambao mmeuleta. Hawana uzoefu. Wanataka kazi, wanataka ajira kwenye vyombo vya habari, wanataka kuthibitishwa. Mmewafikiria vipi hawa wanatoka vyuo mbalimbali, diploma kuendelea? Hawa nao tunawahudumia vizuri tu. Yaani kama kuna mwanafunzi amemaliza chuo chake, ametimiza vigezo, akija hapa labda pengine ameajiriwa mahali, ili aanze kazi sasa lazima athibitishwe na bodi ya ithibati, apewe ithibati au apewe kitambulisho press card. Kwa hiyo kama pengine nyinyi mmemwajiri mtu ametoka chuo, mkishamwajiri tu anakuja hapa, anapewa ithibati, anakuja anaendelea na kazi. Kwa hiyo sio changamoto, ili mradi tu ametimiza vigezo vile ambavyo vinatakiwa kwa mujibu wa sheria. Ya, hiyo sio changamoto. Labda nikupe nafasi tukiwa mwishoni kabisa ya kumalizia kuzungumza yale ambao sasa labda ungependa kuzungumza. Maswali yangu yako mengi, sitauliza lote kwa muda umenishia. Yapi ya sasa bodi mnapenda kuzungumza kwa sisi wanahabari, lakini pia kwa walaji wetu, wateja wetu, wananchi? Jambo la kwanza ambalo wanasema mara zote, ni natoa wito kwa waandishi wa habari, kwanza kuilinda taaluma ya habari na kuiheshimu taaluma ya habari. Na jambo la pili, waandishi wa habari tufanye kazi kwa kuzingatia maadili ya uandishi wa habari. Na jambo la tatu, bodi ya ithibati ya waandishi wa habari ni chombo cha kulea waandishi wa habari na sio chombo cha kudhibiti kama
watu wengine wanavyodhani. Lakini jambo jingine ni kwamba bodi ya ithibati ya waandishi wa habari kwa mwaka ujao wa fedha, kwa mwaka ujao kuanzia Januari tumejipanga vizuri kuanza kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari wale ambao tumewapa ithibati, ili waweze kuanza kufaidi matunda ya kuwa na ithibati, kwa sababu ili uonekane una ithibati vizuri, basi walau bodi ianze kukupa yale matunda ya kuweza kuona kwamba bodi ina faida kwako. Lakini kitu kingine ni kwamba wananchi sasa, nitoa wito kwa wananchi kwamba bodi ni chombo kipya ambacho pengine bado hakijajulikana na wananchi wote, lakini pia pale wanapopata changamoto ambazo zinatokana na waandishi wa habari, basi wasisite kutoa taarifa, na kuna baadhi ambao tayari wameshaanza kutoa taarifa. Kuna waandishi wa habari ambao pengine walifanya ndivyo sivyo, wanaleta taarifa hapa kwenye bodi. Sisi tunakaa tunashauriana na huyo mwandishi, kama kuna mahali ambapo walifanya sio vizuri tunamshauri aweze kujirekebisha. Kwa hiyo hata wananchi pia wanapewa wito kuitumia bodi vizuri, kwa sababu ni chombo ambacho kipo kwa ajili ya kuifanya taaluma ya habari sasa ifanye kazi kwa kuzingatia maadili na weledi. Lakini pia kitu kingine ni kwamba sasa hivi imeonekana kwamba kuna watu wameanza kujipenyeza, wanarudi taratibu, wanafikiri labda pengine bodi imelala wanajua pengine bodi imelala, kwa hiyo wanaanza kujipenyeza kurudi taratibu, kidogo wana test zali, yani kuona kwamba je, ilikuwa kipindi cha uchaguzi tu au inaendelea. Kwa labda ni wahakikishie tu kwamba bodi inaendelea kufanya kazi, na tuna mpango mzuri kabisa wa kuhakikisha kwamba vyombo vyote vya habari vinafanya kazi kwa kuzingatia maadili na kuzingatia waandishi wa habari ambao wamepewa ithibati. Lakini jambo jingine ni seme tu kwamba ili hata chombo cha habari kihuishe leseni kwenye mamlaka nyingine, kwa mfano TCRA, lazima kihakikishe kina waandishi wa habari ambao wana ithibati. Kwa unaweza kwenda kuhuisha leseni yako TCRA, ukaambiwa bwana, hebu tupe orodha ya waandishi wako habari ambao wamethibitishwa ili tuweze kuhuisha leseni yako. Kwa hiyo nitoe wito kwa vyombo vya habari, pia kwa wamiliki wa vyombo vya habari, kwamba wahakikishe kwamba wanaowaajiri basi ni wale ambao wamepewa ithibati na bodi ya ithibati ya waandishi wa habari, ili wasikwame hata kwenye mambo mengine ya kuendesha na kuhudumia sekta ya habari. Ndugu waandishi wa habari, mimi naitwa Patrick Kipangula, ni kaimu mkurugenzi mkuu wa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Naomba niwatakie heri ya mwaka mpya, mwaka 2026. Naomba tushirikiane na bodi ya ithibati ya waandishi wa habari katika kuendeleza taaluma ya uandishi wa habari, ambao ni taaluma muhimu katika kujenga uchumi wa nchi na kulinda demokrasia ya nchi yetu. Asanteni. Tukifika mwisho kabisa wa kipindi chetu cha mjadala kwa siku ya leo, ambapo tumepata mengi sana kutoka kwa kaimu mkurugenzi wa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari Tanzania, Mr. Patrick, ambaye tumezungumza naye. Mimi ni Samson Charles, kwa niaba ya wenzangu wote ambao wanahusika kuandaa kipindi hiki cha mjadala na vipindi vingine vyote hapa East Africa TV, nami niungane nao kukutakia heri na fanaka ya mwaka mpya wa 2026.